Katika faida za hii hadithi zinaonyesha kwamba wakati mtu uko na fursa ya kumwabudu Allah, ndo muabudu sana. lianna alhala la tadum dawamu alhal min almuhal, dawamu alhal min almuhal. Wakati umefukuzwa kazi, wakati kazi imesimama, huyu ni wakati wako wa kumwabudu Allah ukweli ukweli, kwa sababu wakati unapata kazi utakosa hiyo fursa. Wakati uko kwenye likizo ni wakati wa kumwabudu Allah kweli kweli. Ndio maana ombeni likizo kwenye sehemu nzito. Ndio maneno ya Ibn Uthaymeen, ombeni likizo wakati wa ibada tukufu, wakati wa bidhaa za akhira zimepunguzwa bei, kama kwenye Ramadhani, kwenye Dhulhijja, zile 10 za mwanzo. Ukiweza kuomba likizo, muabudu Allah ukweli ukweli katika hicho kipindi, ungali na nguvu yako, ndio wakati wa kumwabudu Allah. Uko na mapato, ndio wakati wa kutoa sadaka zako kumwabudu Allah, kwa sababu unaweza ukaja wakati mwingine usiwi na huyo uwezo. Wakati wako wa faragha, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, yambaghi lilinsan igtinam alfaragh waragha bilamali salih, ni juu la mwanadamu kuprofite wakati wake mzuri, ndo awe anafanya ibada. Kama uko na fursa, uko na wakati, usichezei. Kuna wakati utaukosa. فاغتنم الصحة والغنى والأمن والرخاء بالعمل الصالح حتى يعرفك الله عز وجل عند الشدائد. anasema usipotezi fursa ya kuwa kwako sahihi na afya, na kuwa kwako na mapato, na kuwa kwako na usalama, na kuwa kwako kwenye hali nzuri. Usipotezi huyo wakati wa kufanya ibada. Na hii hadithi inaonyesha kama mwanadamu yuko na hali kadhaa: hali ya raha, na hali ya shida, na hali ya furaha, na hali ya huzuni, na hali ya mapato, na hali ya ufakiri, na kuendelea. Fayaumun alaina wa yaumun lana wa yaumun nisa wa yaumun nasr, wa yaumun nusa wa yaumun nasr. Hizo ni hali za mwanadamu, atake asitaki.